Royal Win, shinda magari ni mengi zaidi kwenye kasino ya mtandaoni nambari 1 Tanzania. Mimi nataka kuzungumza mambo mawili tu, kwa sababu mimi nilishazungumza extensively tarehe 2 April baada ya kuwa nimeondolewa kwenye nafasi niliyokuwa nayo. Mimi naitwa Julius Mwita, mgombea ubunge wa Chadema mwaka 2020 Musoma mjini, ambaye basically nilishinda ubunge kanyang'anywa na Jeshi la Wananchi, na pia nilikuwa katibu wa secretariat ya kamati kuu ya Chadema. Nilikuwa mkuu wa mafunzo ndani ya chama, na nilikuwa mkuu wa tathmini na ufuatiliaji ndani ya chama. Sasa tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2025 nilipokea barua kutoka tawi la Nyabisare kinitaka kujieleza na kufika mbele ya kikao cha kamati ya utendaji ya tawi la Nyabisare pale Musoma. Kwa nini nisichukuliwe hatua za kinidhamu kwa kupinga misimamo ya chama, na wakanukuu kanuni ya 10.1, kanuni ndogo ya 3, ya 8, ya 9, ya 10, 11 na 12. Barua hiyo nimeijibu jana kwa kueleza extensively makosa ya kwenye hiyo barua. Kwa baadhi ya waandishi wa habari mliipata, lakini majibu yangu yalilenga kuonesha kwamba kinachofanywa sasa hivi na uongozi wa chama ni kufukuza wote wasiokubaliana nao. Wanafukuza kila mtu ambaye hakubaliani na wanachokifanya, hakubaliani kwa fikra, kinyume na katiba ya Chadema ibara ya 3.2.6 na kinyume na katiba ya Chadema ibara ya 3.2.7 ambazo zinazungumza kuhusu kuwa na uhuru wa mawazo chini ya sheria zilizo za haki na kuwa na siasa zilizo juu ya vyama. Chadema inatambua kwamba tunahitaji kuwa na siasa zilizo juu ya vyama. Lakini leo tuna chama ambacho kinaweka siasa za vyama mbele kuliko siasa za kitaifa. Sasa kuna jambo moja ambalo Watanzania kwa ujumla na wanachadema wajiulize. Mimi nimetoka Chadema, lakini nawaachia Chadema wajiulize. Hivi mwaka 2020 we had a guy in this country anaitwa John Joseph Pombe Magufuli. Alikuwa anatisha kweli kweli. Yaani jamaa alikuwa anatisha. Lakini tulikwenda kwenye uchaguzi tukamkabili mzima jinsi alivyo. Na watu walikuwa wana uhakika watashinda, ndio maana uchafuzi ulipofanyika wakasema tumeibiwa uchaguzi. Kwa nini? Kwa sababu walimkabili Magufuli wakijua wanashinda uchaguzi. CCM hii dhaifu kabisa ya mwaka huu tunaiogopa kwa sababu gani? Kwa nini tuiogope CCM? Au watu wamepewa mlungula ili wasipeleke chama kwenye uchaguzi CCM ipite bila kupingwa? Sasa hatuwezi tukaacha CCM inapita bila kupingwa kwa hoja ambazo hazitekelezeki. Ndio maana lazima kuwe na mawazo mbadala, ndio maana lazima tuweke msimamo ambao unashabihisha kila ambacho Watanzania kwa ujumla wao wanakifikiria. Mawazo ya Tanzania yalialign pamoja na mawazo ya Chadema kwa sababu tulifikiri pamoja kuiondoa CCM madarakani. Huwezi kuiondoa CCM madarakani kwa kukimbia uchaguzi. Huwezi kuiondoa CCM madarakani kwa kususa uchaguzi. Unaiondoa CCM madarakani kwa kuikabili wazima jinsi walivyo. Sasa hilo lilikuwa la kwanza. Lakini la pili, nataka niwakumbushe wanachama wa Chadema. Wanatuita sisi majina mbalimbali, saliti, waasi. Kisa tu tunakuwa na mawazo mbadala. Sasa mimi naomba niwe na mawazo kama ya kwao sasa wanachama wa Chadema. Wakati wanaomba kura mwenyekiti wa chama wa sasa, wakati akiwa makamu mwenyekiti na makamu mwenyekiti wa chama bara sasa hivi ambaye alikuwa mjumbe wa kamati kuu wakati ule, walitumia hoja inayoitwa ruzuku kushuka majimboni. Wakasema wao wakiingia madarakani watashusha ruzuku majimboni. Katika uongozi uliopita kabla yao tulijenga spiriti ya watu kufanya kazi za chama kwa mtindo wa kujitolea.
Lakini wao wakasema hakuna kujitolea, tutaleta hela 100,000 kila jimbo kila mwezi. Tarehe 2 mwezi huu, tarehe 2 mwezi wa 5. Nyinyi waandishi wa habari mnafanyaga siku 100 za mtu aliyekaa madarakani, sio? Tarehe 2 mwezi wa 5 2025 zilitimia siku 100 za uongozi wa walioko madarakani Chadema. Mbona hamjaufanyia analysis siku 100? Wamefanikiwa nini? Hawajafanikiwa nini? Nini wameweza kuinstitute? Nini wameshindwa kuinstitute? Moja ya vitu walivyoshindwa kuinstitute ni kushusha ruzuku majimboni. Waliahidi, wakasema wana maono makubwa ya kushusha shilingi 100,000. Makatibu wa majimbo wa nchi yetu wa ndani ya chama wanasubiri 100,000 na sasa hivi wameshindwa ngoja niwaambie, walikuwa viongozi wetu walikuwa wana ziara kanda ya kusini, no reform no election. Walipomaliza, actually mwenyekiti alipokamatwa kule Mbinga, ilikuwa waende magharibi. Kwa nini hawajaenda magharibi? Wakakimbia kuja pwani. Sasa hivi wamekimbia tena, wamekwenda Victoria. Watu hawataki kuchanga, wanasema leteni ruzuku 100,000. Mimi nimewakumbusha hata jana kwenye Twitter yangu. Kaambia mwenyekiti, makamu, uliahidi laki. Uliondoa spirit ya watu kujitolea kwa kuahidi laki kila jimbo kila mwezi. Watu wanasubiri 100,000 na mimi nasema wakanitukana, wanamwaga matusi. Jamaa wanamwaga matusi hao, yaani ukiwagusa tu, yaani unakutana matusi yamekaa hivi kama unakuta wako standby, wanaambiana Mwita ametweet huko, wanakimbia, wanakuja kutukana matusi. Kama mnaweza mkapita kwenye hawajibu hoja. Jana mwingine anasema Mwita umenenepeana sana. Hata mimi nikinenepa wewe unakuaje? Yaani unapata shida mimi nikinenepa. Si nimeachana, mmenifukuza makao makuu ya chama, sasa nakuwa sifikiri mambo ya nchi, nakuwa nanenepa, nakula vizuri, nakaa na mke wangu na enjoy maisha. Si ndio vizuri? Hata unasema umenenepa, unaumia. Yaani wafikiria wanaumia hata mtu kunenepa. Jamaa walivyo, yaani walivyo wanaumia mtu kunenepa. Wanasema hii mbaya, hatujai kuwa na Chadema ya namna hii. Na anayesema hivyo mdogo wake makamu mwenyekiti. Na mimi nimeweka hoja tu pale, pelekeni ruzuku majimboni. Anakuja kusema umenenepa sana, huna akili. Sasa haya mambo hatuwezi kuyakubali. Haya mambo ni lazima tuyaweke hadharani, watu wayajue, na mjue nyinyi waandishi wa habari wa Tanzania na wanachama wa Chadema, msiende tu. Katiba ya nchi yetu imeturuhusu kuwa na mawazo. Katiba ya chama chetu imeturuhusu kuwa na mawazo na fikra tofauti. Kwa tunapokuwa tunabishana kwa fikra, kwa mawazo na mitazamo, maana yake ndio tunajenga chama, maana yake ndio tunajenga taifa. Kama hebu fikiria tukiwa wakati ule Magufuli alikuwa